Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10. Siri hiyo ni kama ifuatavyo. Vita katika ulimwengu wa roho. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 18 inasema: Basi mimi Paulo mwenyewe na wasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu. Naam, naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. Yaangalieni yaliyo mbele ya macho yenu. Mtu akijitumainia mwenyewe ya kuwa ni mtu wa Kristo, na afikiri hivi pia nafsini mwake, ya kwamba kama yeye alivyo mtu wa Kristo, vivyo hivyo na sisi. Maana nijapojisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliyopewa na Bwana, tupate kuwajenga wala si kwa kuwaangusha, sitatayarika nisije nikaonekana kama kwamba nataka kuwaogofya kwa nyaraka zangu. Maana nasema nyaraka zake ni nzito hodari, bali akiwapo mwenyewe mwilini ni dhaifu, na maneno yake si kitu. Mtu kama huyo na afikiri hivi ya kwamba jinsi tulivyo kwa maneno katika nyaraka tusipokuwapo, ndivyo tulivyo kwa matendo tukiwapo. Kwa kuwa hatudhubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe, wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na wakijilinganisha na nafsi zao hawana akili. Lakini sisi hatutajisifu zaidi ya kadri yetu, bali kwa kadri ya kipimo tulichopimiwa na Mungu, yaani kadri ya kufika hata kwenu. Maana hatujitanui nafsi zetu kupita kadri yetu, kana kwamba hatuwafikii ninyi, kwa sababu tulitangulia kufika mpaka kwenu katika Injili ya Kristo. Wala hatujisifu zaidi ya kadri yetu, yaani katika tabu za watu wengine, bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yenu ikuwapo tutatukuzwa
kwenu kwa kadri ya kipimo chetu na kupata ziada, hata kuihubiri Injili katika nchi zilizo mbele kupita nchi zenu. Tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine, kwa maana yaliyokwisha kutengenezwa, lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifiwaye na Bwana. Nini tunafundishwa hapa? Ili upate kushinda katika vita vyote, ni lazima utafute mzizi wa tatizo lako. Kitu kingine, mzizi wa matatizo yote ya ulimwengu unaanzia katika ulimwengu wa roho. Ili tupate kuangusha ngome ya matatizo yote, lazima tuanzie rohoni kabla ya kimwili. Yesu kabla hajaiendea vita ya msalaba wa mateso, alikesha katika bustani ya Gethsemane akiomba ushindi katika ulimwengu wa roho. Rejea Mathayo 26 mstari wa 41 inasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho ii razi lakini mwili ni dhaifu. Hivyo ili mwili ushinde, maana ni dhaifu, anza na vita vya kiroho. Mfano, una mgogoro katika ndoa, anzia rohoni kuiombea ndoa yako ili mwili ushinde. Una mgogoro wa kesi, anzia rohoni ili mwili ushinde kesi yako. Lakini pia una ujenzi wa nyumba bora, anzia rohoni kuiombea nyumba yako ili uimalize salama kimwili. Una uwekezaji wa biashara, unatakiwa uanzie rohoni kuiombea biashara yako istawi vizuri kimwili. Kumbuka jambo hili. Una shida yoyote ile, anzia rohoni kuiombea ili upate matokeo mazuri. Yesu kama mwalimu mkuu na mganga mkuu au tabibu mkuu wa ulimwengu aliomba kwa Mungu na akapewa mamlaka na Mungu tumuombe jambo lolote. Rejea Yohana 14 mstari wa 13 hadi 14 inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ni maneno ya Yesu Kristo. Bado Yesu anasema 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Kumbuka jambo hili, usilisahau hata siku moja. Ukipigana vita katika ulimwengu wa mwili, hutashinda kamwe, bali lazima uanze vita hivyo katika ulimwengu wa roho ili iwe rahisi kushinda. Maana kama tunavyojua, mwili ni matawi na shina ni roho. Kila kitu katika ulimwengu huu kilianzia katika mzizi wa shina. Hivyo ing'oe roho katika shina ili upate matokeo mazuri. Pengine kuna roho ya uzinzi, ing'oe roho ya uzinzi katika ulimwengu wa roho ndio mwili ushinde. Una roho ya urevi, ing'oe roho ya urevi katika ulimwengu wa roho ili mwili upate kushinda. Mungu mwenyewe kama asili ya vitu vyote ameahidi kuing'oa roho mbaya ya shetani siku ya mwisho na kuitupa jehanamu, ndipo ulimwengu wote utakuwa salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ombi la leo. Yesu Kristo, msaada wa wote wenye mwili, tunakuomba neno hili ulitekeleze, maana ulisema utafanya. Ondoa roho chafu zote katika ulimwengu wa roho na kuzitupa shimoni ili mwili ushinde na kukaa salama katika ulimwengu wa roho. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.